Tunaanza na jamaa mmoja ambaye ni mgonjwa ameleta hospitalini hapa. Huyu mwamba anaitwa Freddy. Daktari baada ya kumfanyia uchunguzi akawaambia watoto wa huyu jamaa, huyu mrefu anaitwa Angel na huyu mwingine anaitwa Bella. Daktari akisema kwamba baba yenu anaonekana kuwa na afya njema, vipimo vinaonyesha kwamba yuko sawa, lakini mdomo wake pamoja na macho ni kama vimefumbwa, na mwili wake baada ya kumfanyia uchunguzi inaonekana kama mtu ambaye amefungwa na kamba. Ni hali ya ajabu sana, sijawahi kukutana nayo hapo awali katika hii hospitali kwa wagonjwa wengine. Sasa watoto wako wanauliza, umetumia taaluma yako nzima, majibu yako ndio haya. Daktari akamwambia kwamba ni vyema mkaenda nyumbani mkapumzika, baba yenu bado yuko ICU, tutaendelea kumwangalia kwa karibu zaidi. Watoto walivyotoka hapo wakaenda kumuona baba yao. Hapo nje wako wamekutana na mwanaume mmoja ambaye anaitwa Wardan. Huyu jamaa kafika hapa kwa mapatia kisanduku fulani ambacho akasema kwamba ni mali ya baba yao. Bella akawa amemuuliza, wewe ni nani? Mshikaji akasema yeye ni pilot wa chombo ambacho kilimleta baba yao kutoka katika kisiwa kimoja kinaitwa Alasekeramati huko. Mshikaji akasema kwamba baba yao ilikuwa haipiti siku bila kutembelea hicho kisiwa, na yeye ndiye mtu ambaye amekuwa akimpeleka huko na ni mteja wake wa muda mrefu sana. Hawa watoto wakawa wametambua kwamba baba yao mara nyingi alikuwa akiondoka anaenda kwenye hicho kisiwa, na kuna nyumba moja ambayo mara nyingi sana alikuwa akienda kukitembelea, lakini hawa watoto hawajawahi kujua kabisa hilo jambo, na baba yao alilifanya kuwa siri. Sasa wakuwa na mmoja huyu mshikaji, kwa nini baba yao aliificha na kuifanya kuwa siri mpaka anaenda kupatwa na haya majambo yaliyompata huko, na amepatikana kule akiwa hajitambui, hajielewi wala hajiwezi kwa lolote. Wada akasema kwamba Freddy ni mteja wangu mzuri sana, lakini kwa leo sitaweza kuelezea kitu chochote kuhusiana na yeye. Mshikaji akawa amewachia mawasiliano na akawa ameondoka hapo. Sasa wakiwa nyumbani, wana mdogo wao mdogo zaidi. Huyu mtoto anaitwa Dogo Tasia. Hii familia ya mama yao amekwisha kufariki muda mrefu tu, na mtu ambaye alikuwa anawasimamia hapa ni dada mkubwa Angel. Siku moja Bella akiwa shuleni akapita mahali akaona kuna mshikaji mmoja hivi anawasilisha hoja zake kuhusiana na mambo ya mwili pamoja na roho. Bella akavutiwa sana na hilo jambo, hivyo akawa ameingia kwenda kusikiliza. Huyu mshikaji anaitwa Rama. Baada ya kuelezea sana haya mambo kiunaga ubaga, anasema kwamba watu wengi huwa wanajikuta wanajali sana mwili kuliko roho. Wengine wanaenda gym na kufanya miro kwa ajili ya mili tu, lakini wanasahau kuhusiana na roho. Unataka kujua kwamba roho ina faida sana katika mwili wa mwanadamu. Akaeleza mambo mengi sana kuhusiana na hayo mambo, na haya mambo yakamvuta sana binti kumsikiliza kwa umakini sana Rama. Baada ya kuhitimisha, binti akawa amemfuata Rama na kwenda kujitambulisha kwamba anaitwa Bella, na akawa amemwelezea hali ambayo baba yake imemkuta. Baada ya mazungumzo yao, Bella akaenda kukutana na Rama nyumbani kwao, ambapo babu yake Rama akaenda kumshtua dogo, akamwambia kwamba sikia, kuna pisi moja imenyoka sana hapo sebuleni na kusubiri. Rama kusikia hivyo akawa amejua kabisa hapa haendi kinyonge, akaenda na vitabu kibao. Rama akamwonyesha baadhi ya vitabu ambavyo vinaongelea sana mambo ya giza na nguvu za roho. Katika moja ya hicho kitabu kikaelezwa kwamba roho ya walio hai na waliokufa zinaweza kuitwa kwa ajili ya mawasiliano, na katika utamaduni wa Kijava jambo hilo linajulikana kama Long Sukmo. Long Sukmo ni uwezo au mbinu ya kuachilia roho ama nafsi katika mwili wa mtu aliye hai ili roho hiyo iweze kusafiri ama kufanya mambo katika ulimwengu wa kiroho. Roho za waliokufa kwa kawaida zinahitaji kitu ili kuingia katika mwili wa mtu aliye hai ili mwili huo utumike kama kifaa maalum. Sasa tofauti na hivyo, roho hizo mara nyingi huwa zinaweza kutumia kifaa maalum kama vile vodo, ama kitu ambacho kinapendekezwa zaidi hapa kinaonekana kuwa kina nguvu kubwa sana katika hili jambo. Ni kitu kimoja kinaitwa Jailangkung. Jailangkung ndo kitu ambacho kinapendekezwa sana katika hii ibada, na maelezo yanasema kwamba mara nyingi ni rahisi sana kuita roho hizo, lakini kipengele ni kuzirudisha. Binti akaomba afundishwe namna ya kuita maneno ya kichawi ili kuwaamsha ama kuwaita roho hao. Maneno hao yenyewe yanasema kwamba nitakubeba ikiwa utakuja, nitakunyanyua ikiwa unaenda. Kitaalamu inasema kwamba umekuja umebebwa, rudi umebebwa. Bella akampeleka Rama hospitalini kwenda kumtazama baba yake. Hapo nje akawa amemkuta dada mkubwa Angel. Rama akauliza, baba yenu yuko kwenye hii hali kwa muda gani sasa? Binti akasema ni kama wiki. Rama akasema kulingana na vitabu nilivyosoma, baba yenu inaonekana kabisa nafsi yake imefungwa katika ulimwengu mwingine. Inawezekana kabisa mwili wake umedhibitiwa na roho wengine. Angel akawa anashangaa, ikabidi kuuliza mdogo wake, Bella, huyu rafiki yako ni manyaunyau, ni mganga au daktari? Kuna mtu kakuambia kwamba baba anahitaji mganga? Rama akasema mimi sio mganga jamani. Baba yenu alikutwa na hali hii akiwa wapi? Wakakosa majibu, wakaonyesha nyumba ambayo inadhaniwa kwamba baba yao alikutwa kule akiwa hivyo. Sasa dada mkubwa akawa anasikiliza haya maongezi, ikabidi kukaa kimya tu anawatazama. Baadaye Bella akamwambia dada yake kwamba anahitaji kwenda kwenye ile nyumba kwa ajili ya kwenda kupambania hali
baba yake, anahitaji kujua ukweli, nini kilichomkuta kule. Dada mtu hakuwa amekubali sana hii hoja, lakini sasa kwa sababu mdogo wake amekazania kwenda, hivyo na yeye ikabidi kuambatana na yeye. Na sio yeye tu, wakaambatana mpaka na yule dogo Tasia, wakaenda huko wote. Wakiwa njiani, rubani akawa ameonyesha sehemu ambapo ndo kisiwa husika Arasi Kermati, na akawambia kwamba huko hamna mtandao kabisa, hivyo akawa amewapatia simu ya dharura ambayo inatumia satellite ambao watakuwa wanaitumia kuwasiliana naye. Baada ya kufika kwenye nyumba hiyo, wakaanza uchunguzi wao mara moja. Sasa wanachojiuliza, kwa nini baba yao hajawahi kusema neno lolote kuhusiana na hii nyumba? Dogo Tasia akaona mwamvuli mmoja hivi, hivyo akawa ameuchukua akaanza kuuchezea. Rama akamwambia kwamba usichezee mwamvuli kwa sababu mara nyingi huwa inatumika kwa ajili ya kutuliza roho kwenye hiyo nyumba, roho za wafu. Ila dogo akaendelea kuchezea tu. Mara akawa ameonekana kivuli mmoja kwenye kioo. Dogo akaona kama akaamua kukifuata kwenda kuangalia ni nini hicho. Akaona kama kuna mtu kafunikwa na shuka. Baada ya kutoa lile shuka, kumbe ni taa. Wote baada ya kuzunguka hapa ndani, wakawa wamepanda upande wa juu kwenye ghorofa. Wakiwa kwenye chumba kimoja, ndani yake wakawa wamepata picha moja kubwa sana ya ukoo wa hii familia. Inaonekana hii nyumba ilikuwa ni nyumba ya familia yao. Angel akamwambia mdogo wake kwamba hii ndio family tree yetu. Dogo Tasia sasa alikuwa amezunguka sana huko ndani, kachoka. Akasema kwamba yeye analala kwenye hicho chumba. Kweli dogo akawa amepumzika. Wakubwa wakawa wametoka nje ya nyumba. Bera pamoja na Rama wakatazama vitu vingi sana. Sasa kwenye kutafuta wakawa wamepata kifaa cha Jayankung. Kinaonekana wazi kwamba kuna jambo la kishirikina lilikuwa limefanyika eneo hili. Wakaona picha ya mama yake Bera, wakatambua kwamba baba yao ndio alikuwa anafanya hili jambo. Wakawa wamepata pia kuna kitabu cha kishirikina ambacho kilikuwa kinaelezea namna ya kufanya hilo tambiko kwa usahihi, na kina maneno sawa sawa na maneno ambayo Rama alimfundisha binti namna ya kuita wale pepo ama kuwafukuza. Sasa muda huo wao wanaendelea kuchunguza zaidi. Kwa upande wa dada mkubwa, na yeye akawa ameshuka upande wa chini kwenda kukagua. Yeye akawa amepata sanduku ambalo ndani yake kulikuwa kuna kanda nyingi sana za video zilikuwa zimerekodiwa na zimewekwa hapa. Akawa amewaita Bera pamoja na Rama. Humu ndani kuna kanda zimeandikwa kwa namba moja mpaka karibu 40 na kitu huko. Sasa kwenye kuzitazama kuanzia moja, uko umetambua kwamba ni picha ambazo zilikuwa zina rekodi nyingi sana za wazazi wao. Kwenye kutazama kuanzia moja, uko umeona rekodi ambazo zilikuwa zinamuonesha baba yake pamoja na mama yao wakioana kabla hawajapata watoto. Wakaangalia akaona nyingine ambazo zinaonesha maisha yao walivyokuwa wanaishi kwa furaha kubwa sana, na baada ya wao pia kuwa wamepatikana kwenye hii familia ikazidi kukua kwa upendo mkubwa sana. Sasa kwenye kuendelea kutazama zaidi, wako wamepata rekodi moja ambayo inamuonesha mama yao baada ya kuwa amejifungua mtoto wa mwisho ambao anaitwa Tasia. Mama huyu akawa amefariki dunia na kumwacha mume wake katika majonzi makubwa sana. Mwanaume hakukubali kifo cha mke wake, alitamani kuendelea kubaki na mke wake. Wakaendelea kuangalia zile kanda moja baada ya nyingine, wakamuona baba yao alifika kwenye hii nyumba kwa ajili ya kufanya ibada. Alipambana kwa siku kadhaa kuita roho ya mke wake ajaribu hata kuwasiliana nawe. Roho hiyo haikutokea kabisa hapa, lakini huyu mshikaji kukata tamaa, aliendelea kuja kila siku kujaribu kufanya hilo jambo, mpaka siku moja ambapo ilionekana ni wazi kwamba kuna roho imefika eneo hilo ambapo yeye alikuwa anaiita, na siku hiyo akawa amepata kusikia sauti ya mke wake. Hakuishia hapo tu, huyu mwanababa aliendelea kupambania ili azungumze na mke wake, na ni kweli akawa anazungumza naye kwa baadhi ya siku alizokuwa anakuja hapa. Sasa hili jambo linawafanya watoto wote watatu kushangaa kwamba baba kumbe ndilo jambo ambalo alikuwa anakuja kulifanya kwenye hii nyumba. Ikawa ni kawaida ya huyo mzee kuwa anakuja na kuzungumza na mke wake. Siku moja alikuja kumuomba msamaha mke wake, akisema kwamba hakuweza kufika hapa kwa sababu alikuwa busy na watoto. Akamwambia wazi anatamani sana kumfanya mke wake arudi kuishi pamoja naye pamoja na watoto wake. Baada ya siku kadhaa akawa amekuja tena kuendelea na zoezi lake kama kawaida, lakini sasa awamu hii akawiita mke wake hakuja. Na sio siku hiyo tu, alikuja lakini mke wake hakuja kabisa kuongea naye wala hata hakumuona. Siku moja mke wake akawa amekuja baada ya huyu mzee kuita sana. Alivyokuja hapa akamwambia kwamba inabidi uache haya mambo. Mke wake alionyesha wazi kuogopa hiki kitu ambacho mume wake anakifanya. Mume wake akawa amuuliza, kwa nini? Mimi siwezi kuishi bila wewe. Mke wake akamwambia kwamba kuna mtu mwingine atakuja. Fredi akauliza, ni nani huyo? Unaongelea nini? Sara akasema kwamba anaweza akaja Mati Anaki. Huyo anayetajwa hapa ni mtoto wa kifo. Lama akawa ameshtuka sana baada ya kutambua hilo neno limetajwa na mke wake huyu baba. Wakafungua kanda nyingine inayofuata baada ya hiyo, kuangalia ndani ya kasha
kanda haipo. Wakawa wamegundua kwamba hiyo ndo kanda ya mwisho. Wakawa wametambua kwamba hiyo kanda inawezekana ikawa bado iko kwenye kamera. Wakaanza kuitafuta kamera. Kwa hiyo wakawa wameipata ile kamera, na ndani ya ile video wakawa wameiona kwamba baba yake Bella alifika hapa tena, akaanza kumuita mke wake. Mke wake hakuja, kikao kimetokea kiumbe kingine. Matianaki akawa ametokea hapa na kumshambulia. Sasa wakawa wametambua kwamba ili baba yao arudi katika hali ya kawaida, ni lazima wairudishe roho hiyo ambayo baba yao alisababisha kutoka katika ulimwengu mwingine na kuja katika ulimwengu wa kawaida. Ni lazima wairudishe huko ili hali yake irudi kuwa sawa. Kitu ambacho kinatakiwa kufanyika hapa, kama namna ambavyo ile roho alikuja, ndivyo ambavyo anatakiwa kurudishwa. Watu wakaanza ibada, wakaanza kutumia Jarankung kumrudisha ile roho katika ulimwengu wa kawaida. Ghafla Jarankung ikaanza kusogea yenyewe. Rama akawa anaiamuru ile roho irudi ilikotoka. Wakati huo huo, kwa upande wa dogo Tasya akawa amamka usingizini, akaanza kushuka upande wa chini. Sasa upande wa chini wakubwa wanaendelea na ibada. Angel akawa amekumbuka mdogo wake Tasya hayupo hapo, hivyo akawa ametoka hapo kwenda kumtafuta huko. Rama na Bella wakawa wameendelea na ibada. Ghafla Anaki akawa ametokea hapo, jambo lilowatisha sana, na yule pepo akawa ametoka hapo akaenda kumshambulia Tasya. Watu baada ya kusikia makelele wakawa wamefika hapo, wakamkuta dogo yuko chini hajitambui. Watu ikabidi waanze kutafuta njia za kutoka kwenye hii nyumba warudi nyumbani. Kwa hiyo wakawa wamefanyikiwa kutoka hapa na wakawa wamempeleka mtoto hospitalini. Sasa dogo baada ya kufanyiwa uchunguzi, wao wengine wakawa wametoka hapo kwenda kumwona baba yao. Mzee bado hajapata nafahamu yoyote, yuko kimya tu kama jinsi walivyomwacha. Bella akaanza kulia, lakini kwa dada mkubwa akasema kwamba kwa sasa inavyoonekana dogo Tasya yuko sawa sawa na baba yao, yaani badala watatue tatizo wameongeza tatizo jingine tena. Bella akashauri kwamba dada, naona umechoka sana, ungeenda kupumzika nyumbani, mimi nitabaki hapa kumtazama baba pamoja na mdogo wetu. Angel akasema kwamba atenda kwanza kumwangalia baba yake kisha ndo aondoke, lakini baada ya kuondoka tu Rama naye akasema kwamba ngoja nirudi nyumbani kwanza, hapa nitarudi baadaye. Angel alipoenda ndani kumuona baba yake akalia, akasema kwamba hata sisi tumemiss sana mama yetu. Akazungumza maneno mengi sana, lakini sasa wakati wa kuondoka binti akawa ameshangaa mzee wake ni kama kamshikilia mkono, hataki kumwachia. Na hapa uko umetokea muunganiko fulani hivi, kama kuna kitu kilikuwa kimemtoka baba yake kimemwingia binti. Binti akawa maachiliwa mkono. Upande wa Rama baada ya kufika nyumbani akaendelea na uchunguzi wake, akaamua kwenda kumuuliza babu yake kuhusiana na kiumbe kinaitwa Matianaki. Babu akasema kwamba Matianaki ni roho ovu, ni roho ambayo huchukuliwa na mwanadamu na kulelewa kama mtoto. Huyo pepo hunyonya damu, baadhi ya watu hulifuga pepo hilo kama mtoto mdogo. Akasema hapo zamani za kale, hapo Java kuliwahi kuwa na mganga ambaye alikuwa anamlea kiumbe huyo katika eneo ambalo ni kisiwa cha Aras Kermati. Wananchi katika kisiwa hicho walimkamata mganga huyo, wakamvuta na kumfunga kwenye mti mkubwa, kisha kile kiumbe Matianaki wakawa wamekikatakata na kukiua, wakawa wamekiambatanisha pamoja na yule mganga, wakawa wamemchoma moto, lakini aliyekufa pale ni yule mganga tu, kwa sababu kile kiumbe Matianaki hakikufa kabisa. Rama akauliza kwa nini hakikufa? Babu akasema nenda kaulize Google. Upande wa baba yake Bella hospitalini, mzee akawa ameamka, akaanza kuita majina ya watoto wake. Alivyoita jina la mke wake, mzee akaanza kupanda kwa sauti kubwa kweli. Wauguzi wakawa wamefika hapo na kuanza kumtuliza kwa nguvu. Upande wa dada mkubwa Angel kweli akawa amefanikiwa kufika nyumbani, akawa amejilaza kwa ajili ya kupumzika bila kujua kwamba kiumbe Matianaki alikuwa anamfuatilia huyo binti. Muda mdogo tu binti akawa ameota ndoto yuko mahali fulani hivi, mara akawa amejiona kafungwa sehemu fulani hivi na mizizi ya miti. Anaona yule kiumbe Matianaki akimkaribia polepole. Binti kwa hofu akawa amekurupuka kutoka ndotoni, akaenda kutapika. Sasa binti anaanza kuingiwa na vitu vya ajabu. Binti akawa amevua nguo zake, akawa amevaa nguo sawa sawa na nguo ambazo tumeziona kwenye ndoto yake. Kidogo akaanza kusikia tumbo lake linauma kana kwamba ana mimba. Akawa amempigia simu mdogo wake, akamwambia kwamba rudi nyumbani haraka sana uje unisaidie. Kweli Bella pamoja na Rama wakaanza safari kurudi nyumbani. Upande wa nyumbani dada mkubwa tumbo limemzidia kama ana mimba kwenda kujifungua. Maji ya uzazi yakawa manguka chini hapa, lakini sasa haya maji yana wadudu tu kama funza fulani hivi wako hapa. Hili jambo liko limemtia hofu sana. Bella na Rama kweli wakiwa njiani kuitafuta nyumbani kwao, wakawa wamepigia gari la wagonjwa ili wajaribu kuwahi huko wakatoe msaada kabla ya wao kufika huko. Sasa wao wakawa wamewahi kufika kwenye nyumba kabla ya wauguzi kufika. Mlinzi wa getini akawa ameshangaa na wauliza kwani kuna nini, mbona mbio mbio? Angel mbona ametoka muda mfupi akiwa anatembea mwenyewe pamoja na wanaume wawili? Sasa ile
Hili jambo Bella alikuwa linamshangaza. Akiwa bado anashangaa, akawa amepokea simu kutoka kwa dada yake. Kupokea, dada yake anamwambia kwamba yuko kwenye gari la wagonjwa anaelekea hospitalini. Hili jambo kidogo Bella alikuwa limemfanya atulie, apumue kwa aweni. Sasa kwenye kupumua, mara anasikia tena gari la wagonjwa likuwa linalia linafika kwenye hii nyumba. Sasa hii jambo likuwa limemshangaza. Wakafika kwenye hilo gari kwenda kuulizia dada yetu yuko wapi. Wauguzi na wenyewe wanasema kwamba tumefika hapa kumchukua mgonjwa. Sasa mgonjwa kaenda wapi? Sasa wakati huo kweli kwa Angel yuko mahali ambapo hapajulikani, sijui yuko hospitalini, sijui yuko msituni, yeye mwenyewe hajielewi. Wako hapo washikaji wauguzi wanasimamia huyu binti ajifungue, na ni kweli baada ya muda binti akawa amejifungua mtoto. Sasa kwa bahati nzuri Angel alikuwa amewatumia Bella pamoja na Rama location ambapo yeye yupo. Rama pamoja na Bella wakaanza kumtafuta dada yao, wakamtafuta wakajikuta wamefika makaburini. Wakaanza kutafuta, lakini wakiwa huko Bella akawa amesikia sauti ya mtoto mdogo akiwa analia. Wakawa wameifuata sauti hiyo na wakawa wamemkuta Angel akiwa ndani ya kaburi pamoja na mtoto mchanga. Wakawa wamemchukua wakampeleka hospitalini. Wakiwa hospitalini, Bella akapokea ujumbe kwenye simu. Alikuwa ni daktari yao. Daktari akawaambia kwamba baba yenu anaonekana amekuwa ni mzima wa afya kabisa, kana kwamba hakuna chochote kilichomtokea. Lakini hili jambo ni la ajabu, sijawahi kuliona. Wakawa wamefurahi sana kumuona baba yao akiwa amerejelewa katika hali ya kawaida. Baada ya kutoka hapo, wakawa wameenda kumwangalia mtoto mdogo Tasia. Yeye bado hali yake ni kimya tu, hajitambui kwa lolote. Baadaye wakiwa nyumbani, Bella akamuuliza baba yake kwamba ulikuwa unaenda kufanya nini kwenye kile kisiwa? Ulikuwa unafanya ibada ya kishirikina kwa nini? Mzee akasema kwamba Bella, unajua mama yako bado yupo hai. Bella akajaribu kumtuliza akimwambia kwamba mama amekwisha kufariki, lakini mzee akawa amekataa. Mama yako yuko hai na mimi nimekwisha kuongea naye mara kadhaa. Sasa hili jambo lilikuwa limemfanya Bella aingiwe kwenye huzuni tu. Baadaye Rama pamoja na Bella wakarudi hospitalini. Wakiwa huko, Bella akasikia tena sauti ya mtoto. Akatoka hapo kwenda kutazama, akaona mtoto wa kishetani yuko karibu na dada yake mkubwa. Binti akatoka hapo mbio kwenda kwa dogo Tasia, akamwona tena yule kiumbe Matinaki yuko hapo anachekacheka tu. Bella akawa ameingiwa na hofu, akajaribu kukimbia. Mara akiwa koridoni akamwona mtoto mmoja kwa mbali. Binti sasa akajisogeza kwenda kuangalia ni nani huyo. Kugeuka ni pepo. Binti akawa ametimua mbio. Sasa akiwa kwenye ngazi akamwona tena yule kiumbe Matinaki yuko huko na yule msichana wa kishetani yuko nyuma yake. Bella akawa amepigiwa simu. Kupokea alikuwa ni Rama. Bella ikabidi kumwambia Rama kwamba nimekwama sehemu, kuna viumbe vinanikimbiza, niko kwenye ngazi huku. Rama baada ya muda kweli akawa amefika eneo hilo na akawa amemchukua binti kutoka hapo. Bella akamwambia kwamba kuna mizimu miwili eneo hili, na anasema kwamba yawezekana roho hizo zimemwingia Angel pamoja na Tasia. Rama akasema kwamba nimekwisha kujua cha kufanya. Wakati huo sasa nyumbani, kichwa cha familia akaamka baada ya kuona kama kuna mwanamke mmoja akapita hapo. Yeye akajua pengine ni mtoto wake Bella. Akatoka hapo kwenda kumwangalia. Bella, umerudi nyumbani? Lakini akiwa sebuleni akaona picha ya mke wake iko chini, akaichukua. Baada ya kuitazama vizuri, kiumbe Matinaki akawa ametokea hapo na akawa amemshika shavu kama anampima homa hivi. Mzee anakuja kurudiwa na akili yake, yuko chini hajielewi. Akawa anajitahidi kupanda gorofani, lakini anajisikia mwili wake ni mzito kinoma. Baada ya kuangalia kwenye kioo, kwa nini mwili wake ni mzito, akawa ameona kile kiumbe Matinaki amembembea mgongoni mwake. Baadaye wote wakawa wameambatana wakaenda kwa babu yake Rama kwenda kuulizia zaidi kuhusiana na kile kiumbe Matinaki. Mzee akasema kwamba kiumbe huyo mara nyingi humshika mtu ambaye amemuita na kumleta duniani hapa. Haambatani wala hachangamani na mtu yoyote ambaye hajawahi kumuita. Kiumbe huyo anaweza kumwandama mtu huyo maisha yake yote mpaka atakapokufa. Huyu mzee kanyooka nyinyi. Ila akamwambia kwamba njia pekee ya kumuondoa kiumbe huyo ni kumrudisha pepo huyo mahali ambapo ametoka, na hiyo ibada inaweza kufanyika mahali pale pale ambapo walimuita kiumbe huyo, iwe kwa bahati mbaya ama kwa kudhamiria. Faridi akasema kwamba hii inaonyesha wazi kwamba kiumbe Matinaki amemshika yeye, lakini pia kuna kiumbe mwingine ambaye amemshika dada mkubwa Angel, na kuna kiumbe mwingine tena ambaye ni mtoto. Sasa hii inaonekana kwamba Bella pamoja na Rama walipokuwa wanafanya ibada kwa ajili ya kumfukuza Matinaki, kwa bahati mbaya walimleta kiumbe mwingine tena kutoka katika ulimwengu mwingine ambaye amemshika mtoto Tasia. Kwa hiyo wote inalazimika wasafiri waende katika kisiwa cha Aras Kremati ili kwenda kwenye ile nyumba ambapo wale mapepo walipatikana. Kweli safari ikaanza. Baada ya kufika katika kisiwa hicho, barabara imefungwa, hivyo wakaamua kutembea kwa miguu ni kwenda kwenye hiyo nyumba. Hakuna namna, na muda huu kulikuwa kuna hali ya hewa fulani hivi, kibaridi cha kutosha. Walipofika katika mti mmoja, mti wa kale, Rama akawa amependekeza kwamba wapumzika hapo kwa sababu mtoto Tasia hawezi kuvumilia baridi. Baridi ni kali sana kwa wakati huo. Bella akamwona tena yule msichana shetani nyuma yake. Wakati huo huo, nguvu isiyoonekana ikawa imemshambulia baba yake Bella na kumtupa mbali. Safari ikabidi kuendelea bila kumsubiri baba yake Bella. Baba yake Bella yuko msituni huko ni kupambana kivyake, vijana wakawa
kupambana kivyao, wakafika kweli kwenye ile nyumba. Baada ya kufika hapo, kazi ni moja tu, ilibidi waanze ile ibada mara moja kwa ajili ya kuwarejesha wale pepo mahali walikotoka. Rama akamwambia Angel kwamba jambo lolote linaweza likamtokea Tasia, ili wale pepo kuto kukubali kurudi katika ulimwengu wao, kwa hiyo ni lazima wahakikishe wanamlinda Tasia. Rama na Bella wakaanza ibada, jarankun jarankun, wakaanza kutamka maneno yao ya kichawi hapo. Na baada ya muda Bella akauona tena ule mzimu nyuma ya Rama, akawa amemwambia. Rama alivyogeuka akaona kweli kile kiumbe kiko hapo na kimekuja kwa sababu walikiita. Sasa kama namna ambavyo maneno yao yanasema ni kumbeba pepo huyu kumrudisha mahali alipotoka, Rama akawa amekaza moyo, akawa amemshika ule pepo na kumweka juu ya meza. Pepo amekubali, ametii walichokiita. Baadaye wakawa wametoka nje kwenda kumtafuta babake Bella, kwa sababu mzee hajafika. Mzee Fred na yeye anawatafuta kina Bella kama jinsi ambavyo wao wanamtafuta, na mvua ya kutosha muda huo ilikuwa inanyesha, mara mvua ilikuwa imekatika kama umeme tu. Muda huo yule kiumbe Mati Anaki akawa amemwingia Bella. Sasa Bella akawa anasaidiwa na Rama, lakini akawa ametupwa mbali ili asiingilie hiyo shughuli. Rama akajaribu kumwamsha Bella, lakini binti alikuwa amepagawa kabisa muda huo. Sasa kwa bahati nzuri mzee wake Bella, yani Fred, akawa amefanikiwa kufika kwenye ile nyumba na akaanza kufanya ibada. Ilikuwa wafanye ibada kwa pamoja ili wawarudishe wale viumbe wote kwa pamoja kwa wakati mmoja, lakini mzee huyu alikuwa hayupo, alikuwa msituni, hivyo na yeye akaanza kufanya ibada kwa ajili ya kumrudisha pepo ambaye yeye alimleta katika ulimwengu huu, na pepo aliyemleta yeye ni Mati Anaki. Mzee akaanza kupambana, alipambana kweli kweli, purukushani zilikuwa zinatokea hapa, haikuwa jambo la kawaida. Lakini Lolo alikuwa anafujo, akawa amevunja kioo na kile kioo kilikuwa kimemtoboa huyo mzee mguuni, lakini mzee akapambana kukata tamaa. Baada ya muda kila kitu kioo kimekoma na yule pepo wa mtoto akawa ameanguka juu ya meza na akaanza kuelea juu juu. Mwisho wa siku akawa ametoweka kabisa. Bella akarudi katika hali yake ya kawaida, wote wakawa wameondoka mahali hapo. Lakini sasa kwa wakati huu kila kitu kilionekana kuwa sawa. Tukio la mwisho filamu tunaonesha yule mtoto wa kishetani aliyezaliwa na dada Angel katika mazingira ya kutatanisha, yani hata mimba ieleweki ilitokea wapi. Yule mtoto alikuwa anaendelea kufanyiwa huduma ili kuwekwa sawa zaidi, akaonyesha kwamba huyu mtoto ni pepo. Hii inaonyesha kwamba ile laana haijaisha kabisa, tukio bado lipo na hili zaga lazima liendelee. Kwa hiyo kama mkao wa kula, tukutane katika sehemu ya pili hapa Swahili Maktaba. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na comment.